Moja kwa moja sasa katika hili saa la pili la kipindi hiki cha Mambo Leo tuangazie katika mjadala wa siku ya leo, ambapo mjadala wa leo unasema Yanga Sports Club na Simba Sports Club, nani ana kikosi bora kwa msimu huu wa mwaka 2026 2027? Je, ubingwa wa Tanzania utabaki Jangwani au utahamia Msimbazi? Unasemaje mwana soka? Kuna habari gani mjini? Msimu wa mwaka 2026 2027 unaingia ukiwa na mvutano mkubwa kati ya Young Africans na Simba Sports Club. Hii sio tu vita ya vikombe, bali ni vita ya mfumo, ubora wa kikosi, usajili, uzoefu, benchi la ufundi na uwezo wa pressure ya mechi nyingi. Hiki kipengele naomba nikirudie kwa mara nyingine. Sami anasema wanacheza saa ngapi? Hivi ni swali gani tena umeuliza? Jamani, Simba na Yanga kuna vitu vingi ambavyo wanashindana. Nataka tuchambue hapa leo chap kwa haraka. Simba sio leo bwana, ni Simba watacheza na Polisi kwenye kilele cha Simba Day siku ya Jumamosi tarehe 8 katika uwanja wa Uhuru kuanzia saa 11 kamili jioni. Jabir anauliza, dada wewe ni shabiki wa timu gani? Sina timu mimi, lakini watu wamekuwa wananichagulia timu, lakini wakaniambia wataninunulia jezi. Simba washatambulisha jezi zao, bado sijanunuliwa. Wayanga wakasema watanunulia jezi, lakini bado sijapatiwa. Mechi ya Simba jamani ni hiyo ya tarehe 8 Agosti ambayo itachezwa saa 11 kamili jioni. Kwa hiyo ni radio gani? Samahani, huyu ni Crispin. Hii ni Imbanasi Online Radio, tunapatikana Dodoma, Tanzania. Anasema Yanga anacheza na nani kwenye kilele cha wiki ya wananchi? Bado hawajatangaza. Abu anasema jezi ya Simba itakupendeza sana. Asante sana Abu. Wakanichagulia na rangi, wakaniambia jezi ya Simba Salome itakupendeza, tena ile ya rangi ya blue. Nasubiri kwa kuwa Simba Day haijafika. Let me be patient. Let me niwe mpole. Okay, tuangalie sasa msimu wa mwaka 2026 2027. Young Africans pamoja na Simba Sports Club sio tu wanakuwa na ushindani katika nani atafunga au vita ya makombe tu. Vita zipo nyingi, ikiwemo mfumo. Wanaangalia nani ana mfumo bora katika hivi vikosi viwili, nani ana kikosi bora, nani ana usajili mzuri, nani ana uzoefu, nani ana benchi la ufundi zuri, nani ana uwezo wa kuvumilia pressure ya mechi nyingi. Hivi ni vitu ambavyo vinalinganishwa baina ya hizi klabu mbili. Okay, Jabiri anasema njoo Yanga nitakununulia ya kijani na njano. Ni wewe tu, jezi itakawahi kufika basi mimi hiyo ndio nitakayovaa. Crispin anasema utaonekana mtamu sana ukivaa uzi wa Yanga. Okay. Yanga mfumo wa 4-4-2 sawa. Kwa miaka ya hivi karibuni, Yanga imejijengea hadhi ya kuwa timu yenye uthabiti mkubwa ndani na nje ya Tanzania, wakati Simba imekuwa ikifanya marekebisho makubwa ili kurejesha nafasi yake ya kutawala soka la ndani. Okay, Aston Villa siku ya Yanga Day. Jamani, B anasema eti Yanga watacheza na Aston Villa. Jamani, hata waseme. Tukianza na klabu ya Young Africans, klabu ya Yanga, nguvu ya muungano na uzoefu wa mashindano ya CAF, hii ndio silaha kubwa ya Yanga. Na katika msimu wa hivi karibuni, Yanga imekuwa ikipata uzoefu mkubwa kwenye CAF Champions League, kwenye CAF Confederation Cup na mechi za pressure. Uzoefu huu unawapa pressure mechi za pressure Afrika.
Uzoefu huu unawapa Yanga faida kwenye kusoma mchezo, katika kudhibiti pressure, kucheza ugenini na kushinda mechi ngumu kwa tofauti ndogo. Mfano, katika mechi za CAF timu haitoshi kuwa na vipaji pekee, inahitaji uvumilivu, inahitaji nidhamu ya kimkakati na inahitaji uwezo wa kuvumilia dakika 90 za pressure. Hapa Yanga ina faida. Kikosi chenye muunganiko. Tatizo kubwa la timu nyingi Afrika ni kubadilisha wachezaji wengi kila msimu. Hilo nalo ni tatizo, kubadilisha wachezaji wengi. Sasa imagine timu inakuwa ina wachezaji wengi wazuri, wamefanya mmeshinda mara nyingi, mkataba bado upo, mkataba haujaisha, lakini inafika muda inabidi waondolewe, aletwe mwingine. Hiyo ni changamoto. Yanga imekuwa na faida ya wachezaji wanaofahamiana, mfumo unaoeleweka na mawasiliano mazuri uwanjani. Mchezaji wa klabu akiingia Yanga, mchezaji mpya akiingia katika klabu ya Yanga, anaingia kwenye mfumo uliopo na anasaidiwa na wachezaji waliokaa muda mrefu. Hii inapunguza muda wa kujenga timu. Sospita Charles anasema Salome, uko poa sana. Niko poa kabisa. Okay, tukiangalia kitu kingine ni mfumo wa uchezaji unaoeleweka. Hii ni nguvu ya muunganiko na uzoefu kwa Yanga. Nguvu ya kwanza nimekuambia ni uzoefu na mashindano ya CAF. Nguvu ya pili ni kikosi chenye muunganiko na nguvu ya tatu ni mfumo wa uchezaji unaoeleweka. Yanga kwa sasa inajulikana kwa kumiliki mpira. Wanapenda kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Wanapenda kutumia viungo wenye uwezo wa kupiga pasi. Wanapenda kuwafungua wapinzani wanaokaa nyuma. Okay? Na vile Yanga wanaweza kushambulia pembeni. Winga ni sehemu muhimu ya mfumo wao. Wanatumia kasi, wanatumia cross na kuingia ndani kwa wachezaji wa pembeni. Changamoto ya Yanga ni hii hapa. Yanga pia ina maswali ya kujibu, CAF plus ligi. Hii ndio changamoto kubwa. Ratiba inaweza kuwa ligi ikifuatiwa na CAF, kombe la taifa pamoja na dabi. Hapa kocha anahitaji kikosi kipana na rotation nzuri ili wachezaji wasichoke, waendelee kufanya mawonders wanapokuwa uwanjani. Sawa. Tukigeukia hapa kwenye pressure ya kuwa bingwa kwa Young Africans, mara nyingi timu inayotawala hupewa pressure kubwa. Tutaweza kuhimili? Tutaweza kuendelea kuwa bingwa? Tutaweza kuendelea kutetea nafasi yetu au hawa wengine wanaweza katuzidi? Wapinzani wanacheza dhidi ya bingwa kama fainali na kila timu inapambana zaidi dhidi ya Yanga. Yes, hii ni klabu ya Young Africans bwana. Ni katika ule mjadala Yanga na Simba, nani ana kikosi bora? Tunaona Yanga nguvu ya muunganiko na uzoefu. Wana uzoefu wa mashindano ya CAF, wana kikosi chenye muunganiko na vile wana mfumo wa uchezaji unaoeleweka, kwamba hata mchezaji akija mgeni anaweza akasaidiwa na wale wachezaji ambao ni wazoefu na akazoea. Tukigeukia klabu ya Simba, Simba Sports Club, nguvu ya mabadiliko na njaa ya ubingwa. Hawa usajili mpya na ushindani wa ndani. Ni nguvu zao hizi. Wachezaji wenye uwezo binafsi, njaa ya kurudisha ubingwa. Hizi ndizo nguvu za Simba. Twende sasa tuchambue moja after another. Simba inaingia msimu huu ikiwa na ujumbe mmoja kwamba tunataka kurudi kileleni. Usajili mpya na ushindani wa ndani. Nguvu kubwa ya Simba ni kwamba imeongeza ushindani ndani ya kikosi, na faida yake ni kwamba mchezaji akijua kuna mtu anayesubiri nafasi yake, anafanya kazi zaidi na kiwango kinapanda. Nafasi moja mkishakuwa watu wawili bwana, lazima upambane ili kujiboresha, uwe bora kuliko jana. Temis anasema kutoka Biharamulo, Kagera, Tanzania, kwangu mimi binafsi naweza kusema kikosi bora ni cha Yanga. Asante sana kwa ujumbe wako. Haya, kuna mwingine ametuma ujumbe hapa. Maombi anasema
Kuhusu ubingwa hauna mwenyewe, maana unaweza kuwa na timu bora na usishinde, bali ni kujaribu kuzuia makosa madogo madogo yanayoweza kujitokeza. Asante sana Maombi kwa ujumbe wako mzuri. Nimependa ujumbe wako na nimeuelewa vilivyo kabisa. Okay, tukiangalia Simba ina wachezaji wenye uwezo binafsi. Klabu ya Simba mara nyingi imekuwa na wachezaji wenye uwezo wa kubadilisha mchezo mmoja mmoja. Haleluya. Mfano wa aina ya wachezaji wanaohitajika, kiungo anayefunga ulinzi, mshambuliaji anayefunga nafasi chache na winga mwenye kasi. Katika mechi kubwa, ubora binafsi unaweza kuamua matokeo. Hii ni katika kile kipengele cha wachezaji wenye uwezo binafsi kwa klabu ya Simba. Okay? Kwa hiyo katika mechi kubwa ubora binafsi unaweza kuamua matokeo vile vile. Kuna wale wachezaji ambao wanaweza wakabadilisha mfumo wa mchezo, right? Yani akishika mpira lolote linaweza likatokea. Na vile vile Simba nguvu yao nyingine ni kwamba inayowafanya kwamba waamini kwamba wana uwezo wa kurudi kileleni ni kwamba wana njaa ya kurudisha ubingwa. Ndio maana wanaboresha kikosi na lolote linaweza kutokea. Hii ni silaha kubwa ya kisaikolojia. Timu inayotafuta kurudi kileleni mara nyingi hucheza kwa nguvu, hasira ya ushindani na umakini mkubwa. Simba haitakuwa na pressure ya kutetea taji, itakuwa na pressure ya kulifukuzia. Taji. Changamoto za Simba ni muda wa kujenga timu. Hilo ndio swali kubwa. Na usajili mwingi unahitaji muda. Mchezaji mpya anatakiwa kuelewa mfumo wa kocha, aina ya pressure na mazingira ya dabi, na vile vile matarajio ya mashabiki. Changamoto nyingine ya Simba ni katika uthabiti. Tatizo la Simba misimu iliyopita limekuwa kuanza vizuri, kupoteza kasi katikati ya msimu. Bingwa hahitaji kucheza vizuri mechi 10 pekee. Anahitaji ushindi wa mara kwa mara na consistency. Okay. Kwa tukiangalia ulinganisho wa kila eneo kwa baina ya Simba na Yanga, katika kipa, eneo la kipa, Yanga wana nyota 4 na Simba wana nyota 4. Hapa ni ngoma draw. Katika ulinzi wote wana nyota 4, ngoma draw. Katika kiungo, Yanga wana nyota 4, Simba wana nyota 4, lakini Yanga ni kama wanawazidi Simba kwa asilimia ndogo, kwa vipointi vichache. Katika ushambuliaji, Simba wanawazidi Yanga kwa asilimia chache. Katika benchi, ngoma draw. Uzoefu wa kafu, Yanga wanaonekana kuwa na nyota 5, Simba ni nyota 4. Katika muunganiko, Yanga nyota 5, Simba nyota 3. Hapa nadhani ni kwa sababu wachezaji wa Yanga wanakuwa wanakaa muda mrefu, wale wageni wanaokuja wanakuwa ni wachache, kwa hiyo ni rahisi kuzoea wanapokutana na wale wazoefu. Na nguvu ya mtu mmoja mmoja, kwa Yanga ni nyota 4, kwa Simba ni nyota 5. Tukiangalia vita ya makocha, hapa ndipo ubingwa unaweza kuamuliwa. Mkapa anasema wanayanga tuko sako kwa bako, na kupata vizuri sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa ujumbe wako. Okay, tukiangalia vita ya makocha, kocha wa Yanga anatakiwa kulinda mfumo, anatakiwa kufanya rotation na anatakiwa kuepuka kuchoka kwa wachezaji muhimu. Kocha wa Simba anatakiwa kuunganisha wachezaji wapya haraka, anatakiwa kupata mfumo mmoja ili wachezaji wazoee ule mfumo na kujenga consistency. Dabi ya Agosti 12, nini kinaweza kuamua? Yaani ni kitu gani ambacho kinaweza kuamua Yanga ishinde au Simba ishinde? Yanga ikishinda itaongeza kujiamini na itaonesha kuwa bado ina udhibiti. Simba ikishinda itatuma ujumbe mkubwa, enzi mpya imeanza. Na sare, kama wataibukana sare katika hiyo mechi ya dabi, itaonesha kuwa timu zote bado zinatafuta ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo utabiri wangu kwa msimu wa mwaka 2026-2027, nafasi za ubingwa
Kwa Yanga Sports Club nitawapa 45% ya kuibuka na ushindi, kwa sababu mfumo wa Yanga tayari umejengwa. Klabu ya Yanga tayari ina uzoefu na vile vile ina uthabiti. Klabu ya Simba nitaipa 40% kwa sababu wana uwezo mkubwa, wana usajili mzuri na vile vile Simba wana njaa ya mafanikio. Klabu ya Azam FC hawa nitawapa 15% kwa sababu wana uwekezaji mkubwa na wana uwezo wa kushtua. Kwa hiyo kwa kuhitimisha kwenye hichi kipengele cha mjadala wa siku, Yanga ina faida ya sasa kwa sababu ina timu iliyokamilika zaidi, na Simba ina silaha ya mabadiliko na ubora binafsi wa wachezaji. Tofauti kubwa haitakuwa kwenye jina la mchezaji mmoja mmoja, bali nani atakuwa na benchi bora, nani atadhibiti majeraha, nani atashinda mechi dhidi ya timu ndogo, na ni nani atakuwa na utulivu wa kisaikolojia kwenye dabi. Kwa hiyo tukihitimisha, Yanga ina ubora wa mfumo, Simba ina nguvu ya mapinduzi. Are we right? Is someone there with me? Are we together? Yanga ina ubora wa mfumo, Simba ina nguvu ya mapinduzi. Msimu wa mwaka 2026-2027 unaweza kuamuliwa na nani atadumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo na hivi ndivyo tunavyohitimisha hichi kipengele cha mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo umeuliza kwamba Yanga na Simba nani ana kikosi bora kwa mwaka 2026-2027.